Hatimaye tena hapa bonge moja la picha likiwa katika episode ya pili tu. Kumbuka Chuma bado anaendelea kutala dadi kutoka GC Production pale. Wasema kamsamida. Basi hatimaye tusonge zaidi katika episode ya pili ikiwa ni katika season 2. Ejo bomba sana ya Wasema Love Alam. Kumbuka napiga kutoka GC Production. Siku hizo anapaita kitengo pale au sio? Hebu tunge pale ambapo tulishia katika episode ya kwanza tu katika msimu wa season 2. Hii ni Avalu DJ. Wasa basi ilikuwa na kipindi ambapo mtaalamu alikuwa ametulia Tela Bintibu, na binti aliweza kuingia katika ile eneo na kutana na mwamba wa kufahamika kwa jina la Angsun au unaweza kumuita Swinyo. Kilikuwa ni kitu ambacho binti alikuwa hajatarajia. Hata hivyo aliweza kumwacha tu mkali, japokuwa mkali ajabu kumuuliza nini ambacho binti kimemleta katika ile eneo. Binti anasema alikuwa na own business, yeye alikuwa na biashara yake binafsi tu, hivyo ilikuwa ni vyema kama mkali angemwacha na songe na vitu vyake zaidi. Basi naambia binti baada ya kutoka katika eneo la nje aliweza kupiga simu. Kitu kilichomleta bibie katika ile eneo ilikuwa ni juu ya kupata taarifa za mkali ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Dukuku, yule mwamba ambaye anasemekana kwamba alijua katika season 1. Lakini mkali pia alikuwa katika ile maeneo akizidi kumtazama sana binti, na kiamini kwa sasa nafasi yake kwa binti imeshakuwa ndogo zaidi, hivyo ni kama mtu ambaye ameshaanza kukata tamaa tu. Hata hivyo Daiva naye pia aliweza kumsii baadhi ya mambo, ilikuwa ni vyema kama angejipusha na jambo hilo. Basi naomba upande wa pili nyumbani kwa mkali ambaye anafahamika kwa jina hiyo. Hapa alipata nafasi ya kuongea na mamake juu ya kitu ambacho kilitokea kwa babake, kwani mwamba babake aliweza kuhukumiwa kwa kesi ambayo ilikuwa ni kama ya mauaji tu. Na sasa mtoto tayari yuko katika kitengo cha mambo ya sheria, hivyo alikuwa anahitaji kuangalia namna kama anaweza kumsaidia babake tu. Wasa basi kwa binti leo aliweza kuingiza posti nyingine katika mitandao ya kijamii, na hiyo ilikuwa imeposti ambayo inazungumzia juu ya Shedi. Yake inamaanisha Shedi ni ngao au kizuizi au sio? Lakini upande wa pili kwa mkali ni mtu ambaye anajiuliza vitu vingi sana juu ya kitu ambacho kilitokea juu ya maisha ya babake. Lakini ni mtu ambaye anajaribu kufikiria mambo mengi sana. Leo bibie alifika majira ya usiku katika nyumba ya mkali, na hapa alikuwa anahitaji kuongea mambo fulani na mkali, kwani kwa saizi watu hao wana muunganiko mkubwa sana, hivyo aweza kumchukua mkali na kutoka katika eneo moja hivi. Wanachohitaji ni kuendelea kuenjoy maisha. Unajua kuna wakati mwingine wakwambia vitu ambavyo vinaenda kwa timing huwa vinakuja kuisha vibaya zaidi. Ndio maana katika Love Alarm ile episode ya kwanza nikupa mwongozo ambao ni kuambia wapenzi yana vitu vile ambavyo ni hatari zaidi. Wasema ni timing na caring. Lakini endapo utafanikiwa kwenye caring, timing itakuwa ina nafasi. Sasa kumbuka mkali wetu Angsun yeye alifanikiwa sana kumpata bibie kwa sababu ya timing tu, lakini kwenye swala la caring alikuwa yuko vizuri kumzidi mkali kufahamika kwa jina hiyo. Sasa katika msimu wa pili tunatamba na kitu ambacho kinaitwa caring. Hello. Wasema kwa sasa mkali kutokana na kile ambacho amehisi ni maumivu, aliamua kujilazimisha kujitafutia flat kwa kaka binti ambaye anafahamika kwa jina Misili. Leo alikuja huko alikuwa anaunguza vitu, lakini binti alijua mtu anachohitaji ni flat, hivyo ajitahidi kadri awezavyo kuhakikisha anaweka moyo wa mkali ujisikie bomba zaidi. Japokuwa mkali kwa sasa anahitaji kuforce tu furaha kwa sababu ameshaona upande wa pili mambo yameshakuwa magumu zaidi. Sasa nini ambacho atafanya mkali kufahamika kwa jina la Angsun? Moja kwa moja Chuma yanatuleta kwa developer wa ile program ya Love Alarm. Kumbuka mwamba sasa bado tupo kwenye kizaazaa, tujajua nani. Yaani mkali wa kufahamika kwa jina la Dukugo au ndio huyo ambaye anajiita Brian Choi. Kuna siri ambayo imejificha hapo, tutakwenda kujua hapo mbele zaidi. Sasa bibi anahangaika sana kutuma mail kwa mkali ili apate nafasi hata ya kujibiwa, lakini ndo kwanza mwamba atamjibu. Aweza kushtukia kitu cha ajabu sana, kwani binti kwa siku ya leo inaonekana tena alipost katika Instagram yake juu ya kitu ambacho kinafahamika kwa jina la Shedi. Lakini pia hata yule mwamba ambaye anampenda sana bibie naye aliweza kukiona kitu kile kwa kulike na kucomment. Basi baadaye binti akiwa ametulia majira usiku, kichwa chake kilikuwa kimejaa kumbukumbu za mkali wa kufahamika kwa jina la Yong. Kwa hiyo kwa saizi anaamini kila kitu kiko sawa endapo tu atapata nafasi ya kuwa karibu na mkali wa kufahamika kwa jina la Yong.
Baadaye asubuhi aliwahi kwa rafiki yake yule, na hapa alikuja kuomba ushauri juu ya jambo fulani. Yeye anahitaji kukutana na Mr. ambaye anafahamika kwa jina la Brian Choi. Lakini sasa alihitaji kufanya ulinganifu wa kitu fulani ambacho huenda kingeweza kumpatia mwongozo zaidi. Hapa alihitaji kujaribu kufanya kitu kimoja cha kulinganisha sura zinaweza zikamechi kwa kiwango kiasi gani ya watu. Lakini pamoja na kwamba walimechi na kujaribu kuangalia ufanano wa watu hao wawili, majibu yalikuja yakionyesha 87% watu wanakaa ufanano kwa vitu fulani hivi. Ina maana 13% haziko sawa. Lakini binti anakumbuka yeye alipewa gasili moja kubwa sana na mkali wa kufahamika kwa jina Jukugu ya namna ya kuifunga ile program kama watakaohitaji mnyaturu yote aweze kusumbua. Hicho ndo kitu ambacho binti alikifanya miaka mingi sana iliyopita, mpaka mkali wetu akaamini kwa sasa ana nafasi ya kupata nafasi kwa binti. Lakini leo alimpa taarifa hiyo kwamba kuna sehemu anahitaji kuelekea. Anadai ana jambo muhimu sana katika hiyo sehemu ambayo anahitaji kuelekea. Lakini kabla hajaenda katika sehemu ambayo alikuwa anahitaji kwenda, alifika katika chumba fulani ambacho ni room namba 201 hapa. Alikuwa ameleta kitu na mtu ambaye anampigia simu kwa sasa ni kama ipo hivyo, aliweza kukiacha katika eneo la mlango. Alimwambia upande wa pili kwa mkali wa kufahamika kwa jina la Angsun, akiwa na bibi waliweza kupishana kidogo sana na binti ambaye anafahamika kwa jina la Kim Jojo. Hii mkali akaweza kushtukia binti amekuja kwa ajili ya kukutana na mmiliki wa ile program na vitu vingi sana vya kuhitaji kuongea naye, kwa sababu anaamini kuna kitu ambacho kitakuwa kimjificha zaidi. Sasa mkali anatamba na katoto kizuri akakali kale ka Japani kale. Wapo katika eneo la pali zaidi, ni katika ile club ambayo ni VIP. Hello. Basi unaambia mkali akiwa katika ile eneo, binti naye anakuja katika eneo hilo hilo. Lakini sasa ni kwamba mkali amemwekea mgongo bibie, hivyo apate nafasi ya kumuona binti. Binti baada ya kufika katika eneo la juu zaidi huku, alikuja mkali wa kufahamika kwa jina Brian Choi, ambaye binti anamfananisha sana na mkali wa kufahamika kwa jina Dukuko. Lakini pia mwamba naye alikuwa na mbamba katika ziara, pia aliweza kukiona kitendo kile pale. Sasa nini ambacho binti anadiscuss na mtu huyo? Huyu mwamba alimwambia bibi kitu kimoja tu. Ajua kwa saizi unashindwa kupambana na hisia ambazo ulizonazo wewe. Anasema kama kweli wewe ndo mtu ambaye ulidevelop ile program, kwa nini unifundisha namna ya kufanya vitu viende tofauti zaidi? Mkali alimwambia binti kwa wakati huu ni wakati ambao utapambana sana kuhakikisha unaziweka hisia zako zinakuwa sawa zaidi. Kwa sababu hata hivyo ukweli ndani ya moyo wako hauwezi kubadilisha juu ya mtu ambaye unampenda hata kama utaizima hiyo love alarm. Hiyo ilimpa kitu ambacho kilimuumiza sana bibi. Lakini pia mkali upande pili amfika katika eneo ambalo ni kama eneo la gereza hivi. Huku binti sasa akiwa ameshachanganyikiwa kutokana na kile ambacho ameambiwa na mkali kufahamika kwa jina Brian Choi kwamba hataweza kuzikimbia hisia zake. Unaambia mkali kufahamika kwa jina Angsun, yani Sunyo, alifika na kumshika bibi, na hapa alihitaji apatiwe majibu juu ya kile ambacho alikisikia kwamba binti na maana kweli aliweza kuzima program. Binti alikuwa ana kitu cha kumwambia mkali zaidi ya kumwambia tu samani. Na sasa upande wa pili mkali anaonekana anakuja katika ile eneo. Sasa unafikiri nini ambacho kitajiri katika sehemu safi ya mzigo bomba sana wa Palav Alam ikiwa katika msimu wa pili? Kumbuka inapigwa kutoka DC Production pale, wao wanapaita kitengo, sio? Tukutane katika msimu wa 3, tuendelee kuenjoy burudani bomba sana hapa. Kujua hatima ya binti na mkali kufahamika kwa jina Sunyo, huku kujua hatima ya mkali ambaye anafahamika kwa jina Yeon. Kwa sababu kwa sasa kuna ukweli ambao tumeanza kupata ya kwamba binti alizima ile program ili mwamba asipate nafasi ya kuweza kumkaribia. Sasa nini ambacho kinajiri katika sehemu safi ambayo inafuata, ikiwa ni makubaliano ya mkali kufahamika kwa jina Angsun yo na bibi yake wanazidi kuendelea kusonga zaidi. Tunataka dadi na hapa chuma hapa. Naomba niseme kamsamida. Hiyo manake asante, usipagawe sana, usio. Tukutane katika sehemu safi ambayo inafuata ili kuja kuenjoy ugondo wa burudani bomba sana yo. Sarangaya kwa wale fans wa Faru DJ. Iyo, ciao.